Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama KFB Mkatoliki yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, rozari takatifu, namna ya kusali rozari takatifu, sala na mafundisho mbalimbali ya Kanisa Katoliki. Kwa leo tutasoma masomo misa Jumapili, Dominika ya 3 ya Kwaresma. Somo la kwanza, Kutoka sura ya 17 mstari wa 3 hadi 7. Somo katika kitabu cha Kutoka. Siku zile watu waliteseka na kiu mahali hapo, wakanung'unikia Musa wakisema, "Kwa nini umetutoa kule Misri? Ni kwa kutuua kwa kiu sisi na watoto wetu na wanyama wetu?" Musa akamlilia Bwana akisema, "Nifanyeje na watu hawa? Karibu watanipiga mawe." Bwana akamjibu Musa, "Pita mbele ya watu, wachukue baadhi ya wazee wa Israeli. Uchukue mkononi ile fimbo uliopiga nayo mto. Uende, mimi nitasimama mbele yako pale juu ya mwamba kule Horeb. Nawe utaupiga mwamba, maji yatatiririka na watu watakunywa." Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Akaita mahali pale jina lake Masa na Meriba, kwa sababu ya wana wa Israeli kuombana pale na kumjaribu Bwana wakisema, "Je, Bwana yuko kati yetu ama sivyo?" Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 95 mstari wa 1 hadi wa 2, 6 hadi 7, A, B na C, kisha 7 D mpaka 9. Kitikio: ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msiifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msiifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, sauti yake, sauti yake, sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu, msifanye migumu mioyo yenu. Njoni tupigie Bwana kelele za furaha, tumshangilie Bwana wa wokovu wetu. Tuje mbele yake kwa shukrani, tufanyie shangwe kwa nyimbo na zaburi. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, sauti yake, sauti yake, sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu, msifanye migumu mioyo yenu. Njoni tuabudu na kusujudu, tupigie magoti Bwana aliyetuumba, kwani yeye ni Mungu wetu. Sisi lakini ni watu wa malisho yake, na kondoo wanaochungwa kwa mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, sauti yake, sauti yake, sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu, msifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo
Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, sauti yake, sauti yake, sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu, msifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, sauti yake, sauti yake, sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu, msifanye migumu mioyo yenu. Somo la pili, Warumi sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 2, kisha mstari wa 5 hadi 8. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, kwa kuwa tumekubaliwa uadilifu kwa nguvu ya imani, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika imani, huyo ametuwezesha kuingia hali ya neema tuliyo nayo sasa. Kwa sababu ya neema hiyo, twafurahia matumaini ya kushiriki utukufu wa Mungu. Lakini matumaini hayadanganyi, kwa maana upendo wa Mungu umemiminwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu tuliyempokea. Kristo alikufa kwa ajili yetu wakati tulipokuwa bado dhaifu na mbali na Mungu. Kweli ni vigumu mtu kufa kwa ajili ya mwadilifu. Labda yu tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya mtu mwema. Hivyo Mungu amethibitisha mapendo yake kwetu sisi kwa kufa kwake Kristo kwa ajili yetu tulipokuwa bado wakosefu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu kwako e Kristo, sifa na utukufu kwako e Kristo. Bwana, kweli wewe ni Mwokozi wa ulimwengu. Nipe maji ya uzima nisione kiu tena. Sifa na utukufu kwako e Kristo, sifa na utukufu kwako e Kristo. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane sura ya 4 mstari wa 5 hadi 42. Wakati ule Yesu alifika mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na shamba ambalo Yakobo alimpa mwanawe Yosefu. Pale palikuwa na kisima cha Yakobo. Yesu alikuwa amechoka kwa safari, akaketi penye kisima mnamo saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wafuasi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Mwanamke Msamaria akamwambia, je, wewe uliye Myahudi unaniomba mimi niliye mwanamke Msamaria maji ya kunywa? Maana Wayahudi hawana ushirika na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu na ni nani anayekuambia nipe maji ninywe, ungalimwomba wewe, naye angalikupa maji ya uzima. Mwanamke akamwambia, Bwana, una chombo cha kutekea na kisima ni kirefu. Utapataje maji ya uzima? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe na wanawe na wanyama wake wakanywa maji yake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, lakini yeyote anywaye maji nimpayo mimi hataona kiu milele. Maji nimpayo mimi yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Mwanamke akamwambia, Bwana, nipe maji hayo nisione tena kiu, wala nisifike tena hapa kuteka maji. Yesu akamwambia, nenda umwite mume wako uje naye hapa.
Mwanamke akajibu, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana ulikuwa na waume 5, na yeye uliye naye sasa si mume wako. Hapo umesema ukweli. Mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa wewe unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi mwasema kwamba Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudu. Yesu akamwambia, mwanamke, uniamini, saa inakuja mtakapomwabudu Baba si katika mlima huu wala Yerusalemu. Ninyi mwabudu msiojua, sisi tuabudu tujuayo, kwa maana wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, na ndio sasa, waabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na ukweli, kwa maana Baba hutafuta watu wanaomwabudu hivyo. Mungu ni roho, basi wanaomwabudu yeye lazima wamwabudu katika roho na ukweli. Mwanamke akamwambia, najua kwamba Masia aitwaye Kristo atakuja. Basi atakapokuja, yeye atatueleza yote. Yesu akamwambia, ni mimi ninayesema naye. Mara hapo wafuasi wake walirudi na wakashangaa kumkuta anasema na mwanamke. Lakini hata mmoja wao hakumuuliza, unatafuta nini? Au kwa nini unasema naye? Mwanamke aliacha mtungi wake, akaenda mjini, akawaambia watu, njooni mtazameni mtu aliyeniambia yote niliyotenda. Labda huyu ni Masia. Wakatoka mjini wakamwendea. Wakati huo wafuasi walimwomba, Rabii, kula. Akawaambia, mimi nina chakula msichokijua ninyi. Hapo wafuasi wakaulizana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ni kufanya mapenzi ya yule aliyenituma na nitimize kazi yake. Je, hamsemi wenyewe, bado miezi 4 na mavuno ni tayari? Nami nawaambieni, inueni macho yenu muyatazame mashamba yameiva na kuwa tayari kwa mavuno. Mvunaji ameanza kupata mshahara wake, akakusanya nafaka kwa uzima wa milele. Hivyo mpanzi na mvunaji wanafurahi wote pamoja. Kwa maana hapo methali ni kweli ile isemayo, mmoja anapanda, mwingine anavuna. Nimewatuma kuvuna ambayo hamjafanyia kazi. Wengine walitoka jasho, nanyi mmeyakuta mavuno ya jasho lao. Katika mji ule Wasamaria wengi walimsadiki kwa sababu ya neno la mwanamke yule aliyeshuhudia, ameniambia mambo yote niliyotenda. Kwa hiyo Wasamaria walimwendea wakamwomba akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakasadiki kwa sababu ya neno lake, na wakamwambia yule mwanamke, sasa hatusadiki kwa sababu ya maneno yako, bali sisi wenyewe tumesikia na kutambua ya kuwa huyu kweli ni Mwokozi wa ulimwengu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.